Biblia inatoa somo kubwa linalohusiana na ukarimu kwa wageni. Ukarimu kwa wageni. Lakini inasikitisha ya kwamba leo katika nyumba za wale wanaitwa Wakristo, kiukweli hazina ukarimu huo. Inawezekana si kwa sababu wana roho mbaya, ila ni kwa sababu huenda ya uchumi. Lakini hilo ni swala ambalo leo tunakwenda kuliangalia, ili kwako wewe Mkristo usiweze tena kusimamisha hiyo kama sababu ya kutowaalika au kuwakaribisha wageni. Kwanza ningeweza kuomba tuweze kuanza na kitabu cha Waebrania, sura yake ni ya 13 mstari wake ni wa kwanza na wa pili. Imeandikwa, upendano wa ndugu na udumu, msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa jinsi hii wengine wamewakaribisha malaika pasipo kujua. Mtumishi Paulo anatuelezea habari za wale walikaribisha malaika pasipo kujua. Bila shaka hapa naweza tukapata mfano mzuri kutoka kwa Ibrahimu, kutoka kwa Lutu vile vile. Lakini tunakuja kuanza kuona kwamba kumbe kuna uzito wa kukaribisha wageni. Kuna uzito wa kukaribisha wageni. Tusikilize leo nabii inavyoeleza na kuelekeza kitu gani kifanyike ili mimi au wewe ndugu yangu katika Kristo usiweze tena kusema ya kwamba kwa sababu ya uchumi, kwa sababu ya chakula ndio maana siwezi kukaribisha wageni katika nyumba yangu. Sasa naomba tuweze kusikiliza, nitasoma katika kitabu kinaitwa Testimony to the Churches Volume 2 ukurasa wa 28 paragrafu ya pili. Shuhuda kwa kanisa gombo la pili ukurasa wa 28 paragrafu ya pili. Sikiliza. Anasema, nimesikia wengi wakitoa udhuru kwa kushindwa kuwakaribisha watakatifu wa Mungu kwenye nyumba na mioyo yao. Kwa nini? Sijaandaa chochote, sijapika chochote. Watahitaji kwenda mahali pengine, na huko kwingine kunaweza kuwa na kisingizio zaidi kilichobuniwa ili kutopokea wale wanaohitaji ukarimu. Na hisia za wageni zinahuzunishwa sana na kuondoka na mtazamo mbaya juu ya ukarimu wa hawa ndugu na dada wanaodai kuwa Wakristo. Ikiwa hauna chakula, sikiliza sasa hapo. Ikiwa hauna chakula, dada, fuata mfano katika kisa hiki cha Biblia. Nenda kwa jirani yako umwambie, rafiki, nikopeshe mikate 3, kwani rafiki yangu aliye safarini amenijia na sina kitu cha kumpa ale. Hicho ni kisa kinavyotolewa namna ya kufanya. Kama tukizingatia hili linaloelezwa katika roho ya unabii, hatutakuwa tena na kitu kinaitwa kutowakaribisha wageni. Mungu na akatusaidie sana, kwa sababu mtu akikwambia nitakuja nikutembelee, swala la kwanza, tukiacha malazi, tukiacha pakulala, swala kubwa linalotikisa vichwa vya wenyeji ni chakula. Lakini roho ya unabii imeweka wazi ya kwamba chakula na kisiwe kikwazo au cha kukwamisha mtu asikaribishe wageni. Kwa hivyo Mungu na akatusaidie sana, tupige vita ubinafsi, tupige vita kutojiamini, lakini Mungu na akatusaidie sana ili tuweze kufikia malengo ya upendano wa kindugu ambao umeelezwa katika Waebrania 13 mstari wa kwanza. Mungu hupendezwa nayo, muumbaji wetu anapendezwa, baba yetu anapendezwa ikiwa tutalifanya hili kwa ukamilifu kama vile ambavyo yeye anahitaji. Bwana na akatubariki kwa jina la Yesu Kristo mwanae. Amen.